Basi Pilato akaingia tena ndani ya Praitoria, akamwita Yesu akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, wewe wasema hivi kwa nafsi yako, au watu wengine walikwambia habari zangu? Pilato akajibu, ama ni Myahudi mimi? Taifa lako na wakuu wa makuhani ndio waliokuleta kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Basi Pilato akamwambia, wewe umfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nilikuja ulimwenguni, ili niushuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Amen. Haya ndiyo maneno yangu ambayo Mungu amenipa kuzungumza na wewe. Lakini kwenye kichwa cha somo mimi nimeandika, ufalme wa Yesu si wa ulimwengu huu. Ufalme wa Yesu si wa ulimwengu huu. Ulimwengu huu una wafalme wake. Ndio maana duniani kuna siasa zilizoko duniani. Siasa ndio zinazoendesha ufalme wa watawala walioko duniani. Na ndio maana Yesu hakuwa mwanasiasa. Pamoja na kuwa mfalme, yeye hakuwa mwanasiasa. Yeye alileta ufalme mwingine ambao ndio unaotufanya sisi tuwepo hapa. Kwa Yesu ni mfalme, lakini sio ulimwengu. Na ndio maana misingi ya imani aliyoleta haikamilishi mtu katika ulimwengu huu, inamwandaa mtu katika ufalme mwingine ambao macho hayaoni, na wala sio wa kisiasa wala sio wa kifalme. Ni ufalme unaojitegemea, hauko nchi nyingine popote wala katika ulimwengu mwingine popote. Ni ule tu unaojengwa na kukamilishwa na yeye, ambaye mwanzo wake ni kuokoa. Kwamba mtu anapookoka ndipo anapoingia kwenye ufalme wa Yesu. Mtu anayekataa kuokoka, hata kama na dini ni kitu kingine, ni utawala na mipango iliyoko kwa wanadamu. Na ndio maana kila dini ina katiba yake, na ziko dini za aina nyingi kwa misingi yake ya imani. Lakini tunapofika kwa Yesu, inatuunganisha wote kwa mwili mmoja. Lakini kwenye utawala wa dini, ziko dini za aina mbalimbali duniani, na kwa katiba tofauti tofauti, na kwa misingi ya kuamini tofauti tofauti. Ni kama vile ambavyo zilivyo hata nchi duniani. Kila nchi ina siasa yake na ina katiba yake. Tanzania yetu ina utaratibu wake. Kienda Kenya, ukishafika tu unakuta Wakenya wana namna yao. Kienda Uganda, kienda Sudan, kienda nchi zote duniani. Duniani ziko nchi ambazo zinaendesha utawala wao kwa kifalme. Ni ufalme tu. Hawana kupiga kura, hawapigi kura. Nchi kama Uingereza hawapigi kura. Nchi kama Japani hawapigi kura. Ziko nchi nyingi ambazo zinaendesha nchi kwa ufalme. Wapendwa wa Yesu asifiwe. Naomba unipe masikio yako, nataka nizungumze vitu hivi kama vya msingi sana vile ninavyoona.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapofika kwamba Yesu ni mfalme, tunamtoa kwenye falme za dunia na tawala za dunia, tunamweka kando. Ana ufalme ambao haufanani kabisa na falme zingine zozote duniani, ziwe zilizotangulia na hizi zinazofuata. Hata ungerudi kwenye Biblia, bado walivyotawala kina Daudi sio kama anavyotawala Yesu. Yesu yuko zaidi ya vile ambavyo hata wale walimjua Mungu walivyotawala. Yeye anatawala zaidi. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na huyu ndiye ambaye ameniokoa mimi, amekuokoa wewe. Na katika kuniokoa mimi na kuokoa wewe, anatuleta kwenye ufalme wake, ambao ufalme huu ni adimu, ni mmoja kwa miaka na karne zote na zijazo, na zile ambazo tutaona mama sisi wengine hapa tutakuwa tupo kama Yesu hajarudi. Ili neno nimelizungumza sana mara nyingi. Ukiwa upo wewe hapa unaishi kwa kipindi, na ndio maana ulivyokuwa mdogo sivyo ulivyo leo. Kujua kwamba wewe unaondoka, angalia mazingira ulioanza nayo kila mmoja. Leo kuna vitu vinapotea, kuna vitu vinaondoka, kuna vitu vinabadilika hata usipotaka. Kuna vitu vinabadilika, kuna vitu vinaondoka, kuna vitu vinachoka, kuna vitu vinaisha. Kama vya kuzaliwa vipi hamna, ila vingi vinaondoka na vinachakaa. Ndio maana vile wewe ambaye ulikuwa ukiwa na miaka labda chukulie 10 mpaka 40 ulikuwa na vitu ambavyo unavyo, vingine leo hivi havipo. Ukianza 40 kuendelea huko mbele unakuta kuna vitu vinapungua. Unashangaa yalikuwa 30 meno na 2 vingine vinatoka bila kupendwa na kupendwa vitu, kuonyesha unachakaa kubaki vile. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa na uwezo wa kukimbiza, hata kama mtoto amekosea jambo anakimbia, unamkimbiza mpaka unamkamata. Leo umkamata, na yeye akikuona pale anakuangalia kwa mbali, ya mama hawezi kitu hapo, anakimbia mtu. Hata kama ungechukia utaishia kulingana tu, mama hutamkamata, mwili unakataa. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lakini mazingira mengi tu, mimi nimeacha, wengine kila mmoja na utaratibu wake. Mimi hizi nywele zangu ungeziacha, ungezikuta ile miaka 10 mpaka miaka mingapi,